Baadhi ya viongozi serikalini wamemkashifu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuonekana kuunga mkono mrengo wa upinzani na kubaini kwamba hana usemi wowote na hana uwezo wa kumtetea kiongozi yeyote kuwa rais humu nchini, wakisisitiza kuwa alishindwa kumfanya hayati Raila Odinga kuwa rais alipokuwa madarakani. Wakiongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, viongozi hao wamewataka viongozi kutoka ukanda wa Pwani kutetea serikali ya Kenya Kwanza. Walizungumza haya katika hafla ya mazishi ya Dorothy Mbaya, mamake mbunge wa Kilifi Owen Mbaya. Isaac Musyoka anashuka na taarifa hiyo. Hafla ya mazishi ya mamake mbunge wa eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi Owen Mbaya, ilitoa fursa murwa kwa viongozi serikalini kukashifu viongozi upinzani, wakisema kwamba wamekuwa katika mstari wa mbele kueneza siasa za chuki na ukabila miongoni mwa Wakenya. Na wale ambao wanataka kugawanya nchi yetu kwa njia ya kikabila, kwa sababu hata sisi wengine wetu tumepaguliwa na wale hawatuoni kama sisi ni kitu, kama stahili chochote. Hii nchi ni ya Wakenya wote. Wale wa kabila pia wakifika kwa mkutano wako, usisinzie na hata usiwapatie nafasi, maana wao wanachochea Wakenya kwa njia ambayo si mzuri. Huwezi kuwa kiongozi umestaafu unahubiri ukabila. Hakuna Mkikuyu mkabila, ni mmoja ambaye ana champion ukabila. Hata hivyo, wamemkemea Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuonekana kuunga mkono mrengo upinzani na kubaini kuwa hana usemi wowote nchini na hawezi kumsaidia kiongozi yeyote kuwa rais wa Kenya, kwani alishindwa kumfanya Raila Odinga kuwa rais alipokuwa na madaraka. Mtu amwambie asaidie mwenzake. Yeye angelikuwa president kama hakukuwa William. Namjua sana, asikudanganya atakufanya president kwa ajili yeye ni mvivu sana. Rafiki yangu namjua. Sisi kwa Azimio hakutufanyia hata mkutano mmoja wa kusimama kusema kura iende kwa Raila Amolo Odinga. Spika wa bunge la Seneti Amason Kingi akiwataka viongozi kutoka ukanda wa Pwani kutetea utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza badala ya kusubiri rais anapozuru eneo hilo ili waanze kumtetea, wakisema kwa muda mrefu eneo hilo limesaulika, ila sasa serikali ya Rais Ruto imewakumbuka. Yale mazuri yote ambayo serikali hii ya Mheshimiwa William Ruto imetekeleza hapo Pwani, tusingoje sisi viongozi wa kisiasa mpaka William Ruto aje Pwani, apande gari, atoke nje ya mgongo wa gari, anze kusimulia yale mazuri, ili hali sisi viongozi wa kisiasa hapa Pwani tuko na yale mazuri tunayajua. Manake tumeanza kuona ati kwamba siku rais yuko hapa, sote tunazungumza kwa madaha na ushupavu, lakini wakati hayuko. Wametetea ajenda ya Rais Ruto kubadili sura ya taifa la Kenya kimaendeleo na kufikia Singapore, huku akibaini kuwa huduma bora na miradi ya maendeleo inayotekelezwa na rais ni ishara tosha kuwa Kenya inaelekea Singapore. Tukitengeneza barabara mzuri, hiyo ni Singapore. Tukiwa matibabu mzuri, hiyo ni Singapore. Wananchi wakipata maji, hiyo ni Singapore. Tukiwa na upendo kati yetu, maendeleo yakipatikana, hiyo ndio Singapore yetu. Isaac Musyoka, Undugu TV.